zipo baadhi ya changamoto ambazo kupitia kongamano hili tunaomba kuwasilisha kwako. Moja, masharti ya mikopo kwa benki iliyopewa zabuni ya kukopesha wafanyabiashara ndogo ndogo si rafiki. Mfano wa kigezo cha kuwasilisha cheti cha ndoa. Kigezo hiki kimekuwa kikitumika kwa asiye na mke na hata mwenye mke. Kwetu hili ni jambo ambalo tunaliona halina tija sana, ukizingatia yupo mtu amemaliza kidato cha 4 anakuja kufanya shughuli ndogo ndogo, unamwekea kigezo cha kuwa na mke au mume. 2, katika changamoto nyingine ni uelewa mdogo. Kuna ombwe kubwa la uelewa kwa watu wengi kufahamu tafasiri ya neno wafanyabiashara ndogo ndogo. Imekuwa ikipelekea kutozisogelea fursa zinazowahusu. Na hii ndio sababu Mheshimiwa mgeni rasmi nikalazimika kufafanua neno wafanyabiashara ndogo ndogo lina maana gani. Changamoto ya 3 Mheshimiwa mgeni rasmi ni ya rasilimali fedha ili kusimamia shughuli za wafanyabiashara ndogo ndogo kwa wale viongozi wao. Viongozi wengi wanashindwa kutimiza majukumu yao kwa sababu hiyo. 4, ni semina ya uongozi kwa viongozi. Bado kuna changamoto katika makundi yetu kutokana na mapungufu ya uelewa wa somo la uongozi kwa viongozi wengi wa makundi yetu. 5, Mheshimiwa mgeni rasmi, ndani ya makundi yetu zipo shughuli za viwanda. Bado kuna changamoto ya maeneo ya shughuli hizo. 6, bado kuna upungufu mkubwa wa maeneo rasmi ya shughuli za bodaboda, bajaji pamoja na maguta kwa mkoa mzima wa Tabora. Tunaposema maeneo, hatuna maana pale tunapowakuta. Maeneo mengi ya tunaowakuta bodaboda yanakuwa bado hayajarasimishwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, ikumbukwe pia kwa mfano Tabora Manispaa ina ndoto ya kwenda kwenye jiji. Jambo ambalo maeneo mengi ya maegesho ya bodaboda, bajaji na maguta yanaweza kukutwa na changamoto ya kuondolewa endapo yasipowekewa utaratibu wa kurasimishwa rasmi. 7, Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna changamoto ya kutokuwa na maeneo rasmi kwa wauza furniture hasa maeneo ya mjini. Tunaomba mamlaka za halmashauri kulitazama jambo hili na kuliwekea utaratibu mzuri ili kuepuka usumbufu wa hapo baadaye. Tukiamini sisi wafanyabiashara ndogo ndogo tunaungana na halmashauri pamoja na serikali nzima ya mkoa tukiwa tunajua kwamba tunakwenda kwenye jiji. Maombi. Tunaomba ofisi ya wafanyabiashara ndogo ndogo ikamilishe ujenzi wake na kuwekewa mahitaji muhimu kama furniture ili kurahisisha kuratibu shughuli za wafanyabiashara ndogo ndogo. Ombi la pili, tusaidiwe semina kwa viongozi wa wafanyabiashara ndogo ndogo ili kuimarisha makundi yetu. 3, tuendelee kushirikishwa kikamilifu katika shughuli za serikali kwa mambo yanayotuhusu wafanyabiashara ndogo ndogo. Ombi la 4, soko la wafanyabiashara ndogo ndogo lililopo Tabora Manispaa ni ikoni ya mfano wa masoko ya wafanyabiashara ndogo ndogo mkoa wa Tabora. Tunaomba tusaidiwe kuliweka kwenye orodha ya ujenzi wa masoko ya mfano wa soko la Machinga Dodoma. Yaani tunaliomba lile soko la Machinga Complex Tabora liwe katika sehemu ya masoko ya mfano kama lilivyo soko la Machinga Complex Dodoma. Ombi la 5, kwa kuwa maegesho ya bodaboda ni vituo ambavyo vinaweza kuwa chanzo cha mapato ya halmashauri, tunaomba wajengewe vituo vya kisasa ili kujikinga na hali ya mvua na jua. Ombi la 6 na la mwisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, wafanyabiashara ndogo ndogo ni kundi linaloongezeka kila siku. Tunaomba halmashauri hasa ya Tabora Manispaa ianze kutazama maeneo mengine mbadala.
Mwisho, naomba kuwasilisha kwako Mheshimiwa mgeni rasmi.